Jamaa za waathiriwa wa maandamano ya Gen Z kwa mara ya kwanza walipata fursa ya kuweka mashada ya maua nje ya majengo ya bunge tangu wana wao walipouawa miaka 2 iliyopita. Jamaa za waathiriwa hao walitembea hadi bunge licha ya kutatizwa kwa muda. Brenda Wanga anaarifu, huku jamaa hao wakiendelea kudai haki miaka 2 baadaye. Wanatembea kwa dhamira ya kutekeleza jukumu lao kuu kwa siku hii, heshima ambayo wanasema walinyimwa mwaka jana. Hawa ni wazazi wa vijana waliouawa kwenye maandamano ya kupigania uongozi bora ya mwaka 2024 na 2025. Lakini ni yale wawa, na mimi ni mtu wa chini na sina cha kufanya, niko tu na siku ya kumkumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Lakini ndiye nataka justice. Nataka kuona huyo mtu. Huyo mtoto wangu alikuwa first born wangu. Sikuwa nategemea wengine yote. Alikuwa kazi mahali, alikuwa nisaidia. Tunaomba serikali justice wafanye kazi yake. Juu sasa sisi hatuna kitu tunaweza tegemea kwa dunia, tunategemea mtu mtoto. Hata tupagusa machozi hata tufanye nini? Tunataka justice. Walikokuwa wakielekea ni majengo ya bunge, uwanja ulioshuhudia umwagikaji wa damu wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Leo mama zao waliazimia kusimama mahali pale pale ambapo wana wao waliuawa kwa mtutu wa bunduki. Mimi naomba tu serikali awache tu leo tuende tuweke fulawa na msumaa pale mtoto wangu aliuliwa. Mtoto wangu alikuwa bado anasoma. Alikuwa na 16 years. Lakini sasa hii ako na 18. Polisi wa uaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua. Ndio next time wasiendelee kuua. Sababu since 2024 mpaka leo tuko 2026 kila maandamano wanaua. Sisi tunaomba tu justice, justice, justice. Lakini sio mama wa marehemu tu walioandamana leo. Wengine walioandamana ni wale ambao wana wao walitoweka siku hiyo na bado hawajaonekana hadi leo. Nani anaweza vaa hiyo kiatu yenye ndani yangu? Mwenye amevaa hiyo kiatu ndiye anajua ile uchungu yenye anapitia. Since 2024 up to now. Waliendelea na safari yao wakipata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wa upinzani angalau kwa sehemu ya safari hiyo. Ingawa mshikamano huo haukudumu kwa muda mrefu. Katika muda mfupi tu, sauti kali za ving'ora vya polisi zilipotawala anga, kina mama hao walijipata peke yao. Hata hivyo, bila kukata tamaa, waliendelea na safari yao huku kumbukumbu za watoto wao zikiwapa nguvu. Miaka 2 baada ya mauaji yaliyotikisa taifa, hatimaye wanafika majengo ya bunge. Here are mothers, here are human rights defenders. Na kupitia kwenye nyaya zenye miba, kina mama hao hatimaye wanaacha alama zao za upendo kwa wana wao waliotangulia, ila wanasema watarudi kila mwaka. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Viongozi wa upinzani walijitokeza